So katika vituo vyote ambacho hiki tunaanza nacho hapa, tutakuwa tumetoa muda maalum wa watoto kushiriki mazoezi. Kwa hiyo let's say saa 11 mpaka saa 12 au saa 10 mpaka saa 11, let's say 1 hour. Kwa hiyo program ya mtoto kwanza itakuwa haikinzani na muda wake wa masomo. Hatuwezi kuweka saa 5 asubuhi wakati tunajua umri wao wote wanatakiwa wawe shule. Kwa hiyo tumeweka muda ambao ni nje ya muda wa masomo, hilo ni la kwanza. La pili, tumetoa fursa pia allowance kidogo ya mtoto kucommute, akishatoka darasani apata nafasi ya kwenda nyumbani labda kula na kujiandaa kuja hapa. Kwa hiyo itakuwa inaanzia saa 10 na kuendelea. Lakini la tatu ni kwamba program hizi zitakuwa pia ziko customized kulingana na mahitaji. Kwa hiyo over the weekend pia kutakuwa kuna nafasi ya watoto kutrain. So wazazi na technical staff yetu watakuwa wanakaa wanatengeneza program, labda wakati wa likizo program inaweza kubadilika, wakati wa masomo program inaweza kubadilika, na hiyo inaendana na mahitaji. Lakini kiufupi mtoto akilipia atatrain siku 4 kwa wiki, maximum siku 4 kwa wiki. Kwa hiyo kutakuwa kuna session katika siku 4, 3 za wiki na 1 ya weekend. Na akifanya hivyo atakuwa amepata hiyo nafasi ya kuhudumiwa. Lakini pia kutakuwa kuna special program za watoto kulingana na mahitaji. Mtoto huyu hawezi kuhudhuria vipindi hivi, anatengenezewa special programs. Nia na madhumuni ni kupromote watoto waingie kwenye mpira, waupende mpira, lakini pia wajifunze, na wale watakokuwa na vipaji tutaweza kuwa develop zaidi hapo.